Waziri wa Ofisi ya Rais anayeshughulikia masuala ya nchi na maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka amewasili mkoani Katavi leo Julai 21 kwa ziara ya kikazi inayolenga kutembelea miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa pamoja na kufanya mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero za vijana. Akizungumza mara baada ya kuwasili katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Nanauka amesema ziara hiyo inalenga kuwafikia wananchi moja kwa moja ili wasikilizwe na kutoa mrejesho kuhusu changamoto zinazowakabili. Amesema serikali inataka wananchi wapate majibu ya kweli na kwa wakati kuhusu kero zao badala ya kuendelea kuzungushwa kutoka ofisi moja ya serikali kwenda nyingine bila kupata ufumbuzi. Wananchi wanahitaji majibu, na majibu wanayohitaji ni majibu halisi, sio majibu ya kubabaisha, kwa sababu wanajua kuliko ambavyo sisi tunaweza tukafikiri wanajua. Kwa hiyo ukiwadanganya wanajua umetudanganya. Kwa tukifika kule tukiulizwa maswali, mimi sina majibu ya kuwapa. Majibu yanatoka kwenu. Sasa majibu yanayotoka yatoke ya kuridhisha, yasinilazimishe mimi ni kuonyesha wewe ujue kazi yako. Si ndio jamani? Utoe majibu ambayo hata ungekuwa unajibu ungefurahia. Hilo la kwanza. Lakini cha pili, hao wananchi wanahitaji kasi ya kutatua matatizo. Wao wanachukia nenda rudi kila mara. Wao wanachukia hicho kitu. Na wakati mwingine inakuwa kama utamaduni wa ofisi zetu hizo, wakati mwingine kwamba mtu tu anaamua tu kumsumbua mtu bila sababu za msingi. Juzi kwa waziri wa ardhi akaniambia kuna mtu amesumbuka kupata eneo lake kwa miaka 25 mpaka amekuwa na miaka 82. Kwa ujuzi ndo amefanikiwa kumuona waziri wa ardhi na ndo amepata hati yake. Sasa na miaka 82, yule mtu ameshateseka, hata kupanda ngazi hawezi tena. Inabidi akahudumiwe kule chini. Lakini ukifuatilia yule mtu anakuwa anamsumbua tu bila sababu ya msingi. Sasa hawa wananchi wanahitaji matatizo yao yatatuliwe kwa kasi. Aidha, Waziri Nanauka amewataka viongozi katika ngazi mbalimbali kuhakikisha wanapatikana kwa wananchi, wanatoa mrejesho hatua zilizochukuliwa katika kutatua changamoto zao na kufuatilia utekelezaji wa maazimio yote yatakayofikiwa wakati wa ziara hiyo. Wananchi wanahitaji viongozi wanaofikika. Viongozi wanaofikika. Yaani akitaka kuhudumiwa asione kuna habari kubwa sana kati yake yeye na kiongozi. Hilo la tatu. La nne, tunahitaji kuwapa feedback. Tumeenda, tumekutana nao, tumefanya mkutano au wametueleza, na mtu anakuambia mimi tangu nilete shida yangu kwenye ofisi sije kuambiwa. Aje kuambiwa inawezekana au haiwezekani, aje kuambiwa jambo lako limefikiwa hapa. Lazima tuwe mechanism ya kurudisha feedback kwa wananchi. Kama tulikuja, tuliona 1, 2, 3, then feedback ni here. Cha mwisho ni kufanya follow up. Ufuatiliaji wa yale ambayo tunakubaliana. Hakuna kitu kibaya sana kwenda kwenye ziara kama hivi, alafu msimamo wa wananchi umeongea, umekubaliana, naambia mheshimiwa mkuu wa mkoa utafanya 1, 2, 3, mheshimiwa mkuu wa wilaya kuna 1, 2, 3 ufuatilie. Then ukiondoka hakuna kitu kinafuatiliwa. Hakuna kitu kinafanyika. Sasa hiyo sawa. Kwa sababu hiyo maana yake inatengeneza kutokuaminika kwa serikali. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha wawekezaji katika mkoa wa Katavi, kwani sasa miundombinu wezeshi imeboreshwa ikiwemo mkoa kuunganishwa katika gridi ya taifa ya umeme. Kwa kuwa mkoa huu una fursa nyingi za kiuwekezaji na kiuchumi pamoja na biashara, tulikuwa na kikwazo hicho. Lakini sasa kwa kuwa umeme wa gridi ya taifa upo, kwa maana tunapata umeme wa kutosha. Kiwanda cha aina yoyote kinaweza kikahudumiwa. Kabla ya hapo tulikuwa tunatumia umeme wa majenereta ambao tulikuwa tuna limitation ya kukuza uwekezaji ndani ya mkoa kwa sababu hatukuwa na umeme wa kutosha. Nitumie nafasi hii kukaribisha wawekezaji wa sekta mbalimbali kuja kuwekeza ndani ya mkoa wetu wa Katavi kwa sababu tuna umeme wa kutosha. Vijiji vyetu vyote 172 vimefikiwa na umeme. Vitongoji vyetu zaidi ya 570 na kitu vimefikiwa na umeme, zaidi ya 60% ya vitongoji na umeme,
na wakandarasi wapo kwenye vitongoji vilivyobaki wanaendelea na kazi ya kufikisha umeme. Kwa ujumla, ujio wa Mheshimiwa Nanauka unadhihirisha dhamira ya dhati ya serikali ya kusikiliza na kutatua changamoto za vijana papo kwa papo. Ni matumaini ya wengi kuwa maagizo haya yataleta mabadiliko ya haraka kiutendaji, huku fursa za uwekezaji mkoani humu zikishika kasi mpya. Josephine Geoffrey, na hii ni Finu Media.